Lakini tumesikitishwa na hotuba, sehemu ya hotuba ya TUCTA kwa Mheshimiwa Rais ilikuwa ni kipande chonganishi. Sehemu hii chonganishi inamuomba Mheshimiwa Rais kwamba sheria zirekebishwe ili wafanyakazi wakose uhuru wa kuanzisha vyama vingine vya wafanyakazi. Na wanatafuta mtu kwamba ni waajiri wanashawishi na kufadhili watu wengine wafanyakazi waanzishe vyama wafanyakazi. Huu ni uchochezi wa wazi ambao hauwezi kuzingatiwa ama kuvumiliwa. Tunaamini hotuba ile ama risala ile ilipita kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, ilikaguliwa kabla ya kwenda kusomwa kwa Mheshimiwa Rais. Mawaziri tunaamini walikuwa nayo kabla hawajaruhusu kwenda kusomwa kwa Mheshimiwa Rais. Hatutaki kusema walikuwa na nia ovu, lakini pengine weledi wao ama uelewa wao walipungukiwa mahali, wakaruhusu vitu kama hivi vichomekwe ili Mheshimiwa Rais aweze kuvunja katiba ya nchi. Kumwambia ruhusu sheria ibadilishwe, uhuru wa vyama vya wafanyakazi hauanzi kwenye sheria, unaanzia kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tunafahamu kabisa hakuna mshawishi mkubwa zaidi ya chama cha walimu Tanzania, CWT. Na leo nitaongea kwa mifano. Tuna mambo mengi tumeyaficha moyoni na akilini kwa miaka mingi, kwa mara ya kwanza leo tutayatoa. Tangu kusajiliwa kwa CHAKAMWATA na kabla kusajiliwa kwa CHAKAMWATA, chama cha walimu kimefanya njama nyingi ndani ya vyombo vya ulinzi na usalama, ndani ya mamlaka za serikali kuzuia chama cha CHAKAMWATA kisisajiliwe. Hapa nina taarifa yao, walishawahi kuunda kamati ya uchunguzi ya kuchunguza CHAKAMWATA. Wakanunua watu ndani ya CHAKAMWATA, wakawa wanauzia CWT nyaraka. Amani na utulivu ni tunda la haki. Haki ikiwepo, amani automatically inatamalaki. Haki ikiwepo, utulivu automatically unatamalaki. Kuna tabia ya watu wengi, naona hata viongozi wakubwa wa dini wakizungumza habari ya nchi, amani na utulivu, lakini they are not going to the root. Chanzo ni haki, ikitamalaki hakuna sababu ya watu kuvurugana. Na tumekuwa na vyama vingi vya wafanyakazi, ni wapi ambapo ama ni lini palitokea tafrani kwamba haki imeondoka ama utulivu umeondoka? Ushahidi tulionao ni CWT wanatufanyia hayo walimu wengine na wanatazama tuna serikali. Hatuwezi kuvumilia kupotosha chombo ambacho ndio kimeshika roho ya nchi, kikiyumba kidogo nchi inaharibika, kikifanya hivi kidogo nchi na sheki, kutumbukiza vitu kama hivi. Hiki kitendo tunaomba TUCTA wasikirudie na memba wao wasikirudie tena. Wao wanaenjoy uhuru wa nchi, walianzisha vyama kwa uhuru. Kwa nini wataki watu wengine waenjoy uhuru wa nchi hii? Pekee tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kupandisha kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi 370,000 mpaka shilingi 500,000. Labda kwa wasioelewa vizuri, kiwango cha chini ni payment ya mshahara ambayo hata kodi haikatiwi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kupandisha kwa amount hiyo ni historia katika nchi, haijawahi kutokea. Huwa tunapanda kwa pesa kidogo kidogo. 2022 alipandisha mshahara, lakini haukuwa kwa kiwango hiki alichokifanya sasa. Tunamshukuru sana sana sana. Amegusa maisha wa Tanzania. Sisi wafanyakazi ni mikono ya Watanzania wengine ya kuchumia fedha.